Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ni miongoni mwa watu ambao ninapenda kusoma vitabu na nimeona vitabu hivi vimekuwa vikinisaidia sana katika maisha yangu. Katika uongozi wangu nimekuwa mkuu wa shule kwa miaka zaidi ya 5, lakini ni mchungaji kiongozi. Kwa hiyo vimekuwa vikinisaidia sana. Na leo katika vitabu kuna kitabu kimoja ambacho kimenisaidia cha Bishop Dag. Kitabu hiki ni Losing, Suffering, Sacrificing and Dying. Ni kitabu ambacho ni kizuri sana kwa watumishi ambao wanapenda au wana shauku ya kusacrifice kwa ajili ya huduma. Na andiko kwa ambalo amelisimamia kuandika kitabu hiki ni pale Yesu aliposema ya kwamba ukitaka kunifuata ni sharti ubebe mzigo wako, sharti ubebe mzigo wako. Na unaona namna ambavyo Bishop Dag anatuletea maarifa ya kutosha, namna unavyoweza kubeba mzigo, lakini namna ambavyo unaweza kujitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Hii haijalishi kama ni mchungaji, ni mtumishi wa Mungu, kwa sababu kuna vitu vingi sana vya kufanya katika nyumba ya Mungu. Ameeleza vitu vya kutosha sana katika kitabu hiki. Kwa hiyo ni kitabu ambacho ninakirecommend uweze kukisoma pia, kwa sababu kitakupa matokeo mazuri. Lakini kitabu kingine ni kitabu ambacho kwa neema ya Mungu nimekiandika mimi mwenyewe. Kimenigharimu mwaka mzima kukiandika kitabu hiki, na msukumo wa kukiandika kitabu hiki, na nimekuwa nikiwa na semina za wanaume, lakini pia tumekuwa na programu ya kahawa. Wanaume tunakutana, tunakunywa kahawa na huku tukiwa tunazungumza mambo yetu kama wanaume. Sasa ni katika kitabu hiki ni mwanaume kichwa cha familia. Msukumo ambao nimekuwa nao ni kuhakikisha kwamba mwanaume anasimama katika nafasi yake kama mwanaume, lakini pia anasimama katika nafasi yake kama kiongozi. Kitabu hiki kina sura 36 na kina ukurasa 293. Kwa hiyo ni package ambayo itakusaidia sana kama mwanaume, ili uweze kutambua namna gani ambavyo unaweza kuwa kichwa. Lakini moja tu ya vichache ambavyo viko humu ni kwamba mwanaume ni mtu wa namna gani, kama kichwa kikikatwa nini kitatokea, kuwa na dira ya familia na kujituma kwa bidii, mpango wa Mungu juu ya mwanaume, uongozi wa kiroho wa mwanaume, neema ya Mungu iliyoko juu ya mwanaume, mme wa kibiblia. Hapa pia nimezungumzia vita vya mwanaume, uaminifu wa mwanaume kwa mke na familia yake, mwanaume na mahusiano, mwanaume na changamoto, mwanaume na fedha, mwanaume na kazi, mwanaume na maamuzi bora, maamuzi thabiti kabisa, mwanaume na utoaji wa fungu la 10, mwanaume na kuwahi kanisani, mwanaume na michango ya kanisa. Kwa hiyo nimegusa engo nyingi sana. Mwanaume na fursa, mwanaume na ajira. Hapa nimezungumzia wale wanaume ambao wako kwenye ajira, mwanaume aliyejiajiri, mwanaume anayetafuta kazi. Huyu ni mwanaume asiye na kazi, anatakiwa aishije, anatakiwa afanyeje. Lakini pia mwanaume ambaye ameoa ila bado hajapata watoto. Kuna namna fulani nimetoa maelekezo ya kutosha. Yawezekano umeoa lakini bado hujapata watoto. Namna gani unaweza kuishi, namna gani unavyoweza kumhendo mke wako. Lakini mwanaume na wakwe zake, mwanaume anayezaa watoto wa jinsia moja. Unaona, mwanaume na shemeji zake, mwanaume na kusomesha watoto, mwanaume na familia yake inapokuwa safarini. Na hapa nimejikita sana kwamba mwanaume anapokuwa amesafiri, mwanaume familia yako inapokuwa imesafiri, kama mwanaume unatakiwa ufanye nini? Na hii nimekuwa nikipiga vita sana. Haipendezi sana kama mke wako amesafiri na watoto wako mathalan ana watoto 2 au watoto 3, halafu haumkatii siti za kutosha. Kwa maana nyingine ataenda kuwasumbua watu, lakini vyakula njiani na vitu vingine. Kwa hiyo mwanamke anapokuwa amesafiri pamoja na familia yako, wewe kama mwanaume lazima uandae maandalizi ya safari. Watoto wakiwa safarini wale vizuri, washibe, wasiwasumbue watu njiani. Lakini pia kula nako kwenda, kama anaenda nyumbani au kwa ndugu, lazima pia aende na kitu, aende na chochote. Usije ukapeleka mzigo kule. Hakikisha kwamba anabeba vitu vya kutosha, sukari, unga na vitu vingine ambavyo ni vya muhimu sana, ili mwisho wa siku usiende kuwapa mzigo kule, bali uende kutoa baraka kule.
mwanaume na ndugu zake, mwanaume na marafiki zake. Na hapa nimezungumzia aina za marafiki ambazo mwanaume unatakiwa kuwa nazo. Mwanaume na watoto wenye mapungufu ya mwili na akili. Hawa ni watoto ambao wana upungufu, namna ambavyo unaweza ukawasaidia watoto wa namna hiyo. Mwanaume na kuchelewa kuoa. Hapa nimeelezea ile principle ya mwanaume kuchelewa kuoa, lakini kapendekeza mapendekezo ambayo mwanaume anatakiwa awe ameshaingia kwenye ndoa. Mwanaume na tendo la ndoa. Mwanaume na kujenga nyumba, wito wa hekima na ujasiri wa kifamilia. Mwanaume mgane. Huyu ni mwanaume ambaye amepoteza mke wake, namna gani anaweza kaishi. Mwanaume na kuoa kikamilifu, ndoa, mahari na maagano. Hapa anazungumzia kwamba kama mwanaume unatakiwa uoe kwa njia ya agano, kwa maana nyingine ufunge ndoa, peleka mahali, zile tamaduni, zile taratibu zote za kifamilia zifanyike. Hata kama ulikosea mwanzo, basi fanya, nenda kwenye familia, toa mahari, funga ndoa. Huwa kuna baraka nyingi ambazo zimeambatanishwa katika kufunga ndoa. Mwanaume na upangaji wa nyumba, hekima, maono na maendeleo ya familia. Nazungumzia mwanaume ambaye bado yuko kwenye upangaji, namna gani ambavyo anaweza akaishi na familia yake katika upangaji, huku akijitafuta kwenda kujenga sehemu yake. Kwa hiyo ni package ambayo mara nyingi kila nikikutana na wanaume lazima mada zangu zitatoka humu. Kwa hiyo ni muhimu sana ili uweze kupata nakala hii. Lakini pia katika vitabu kuna kitabu kimoja ambacho kilinisaidia sana hata kabla sijaingia kwenye uchungaji. Kinaitwa Makosa Makuu 10 Wanayofanya Wachungaji. Kimeandikwa na Bishop Dag. Ameorodhesha makosa 10 ambayo wachungaji huwa wanayafanya. Na hii kwa kweli inasaidia kwenye makosa. Lakini makosa hayo, kuwa polepole kuhusu huduma. Amezungumzia huduma inayoenda polepole, kudharau umuhimu wa kujitoa. Ndio maana nikakwenda kitabu cha Losing and Suffering, Sacrifice. Kupokea utukufu kutoka kwa watu, kudharau umuhimu wa unyenyekevu, kupuuza maneno ya Yesu, kujitenga na Mungu, kuchagua kuzaa matunda machache, kuwa na vipaumbele visivyo sahihi, kubadilika kuwa farisayo, kujiwekea hazina duniani. Ukifuatia kitabu hiki ni kizuri sana kama wewe ni mtumishi wa Mungu au unajiandaa kuingia kwenye huduma hii ya kichungaji au huduma ya kinabii, kiinjilisti na kiutume. Kwa hiyo naomba uweze pia kupata kitabu hiki, ni kizuri sana. Mungu akubariki sana. Naitwa Pastor Alois J. Alois, mchungaji kiongozi kanisa la Disciples Community Church hapa Kisesa, Mwanza. Ibada zetu zinafanyika kila Jumapili kuanzia saa 3 kamili asubuhi mpaka saa 6:30 za mchana. Lakini Ijumaa ni ibada ya maombi na maombezi kuanzia saa 10:30. Tunaanza ibada hiyo ya maombi na maombezi. Kwa hiyo nikukaribishe sana. Mungu akubariki sana. Amen.